tabu. Watu wote wangekuwa wakarimu. Huwezi kuitwa mkarimu mpaka utoe, na kutoa kunaifanya nafsi inapata tabu sana. Sasa tutaingia katika hadithi moja tu leo kuisimulia, ambayo ameipokea Imamu Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama faqala ya rasul Allah ayu an-nasi ahabbu ila Allah wa ayu al-a'mal ahabbu ila Allah. Mtu huyo alikuja kwa Mtume akamuuliza maswali mawili. Ya Rasul Allah, ni mtu gani anayependeza sana kwa Allah, anapendwa sana na Allah, na ni amali gani inayopendeza sana kwa Allah? Mtume akamwambia, ahabbu nnasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Mtu anayependeza sana kwa Allah ni yule anayewanufaisha watu. Mimi na wewe hatuwezi kupendeza tukapendwa na Allah mpaka tuwe tunawafaa watu wengine. Faman istata'a an yanfa'a akhahu bishay'in falyamfa'hu. Na tukisema kumfaa mtu sio lazima umfae kwa pesa, hela. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, man kana lahu quwwa falyatasaddaq biquwwatihi, au kana lahu fikra falyatasaddaq bifikratihi. Kila mmoja katika sisi anacho ambacho Allah amempa na anaweza kumfaa ndugu yake kwa kitu hicho. Wa hiyo khairu nnasi anfa'uhum linnas. Idha lam tuzid shay'an fi hadhihi dunya kunta anta zaid. Kama we hauna cha kuzidisha, hauna cha kufanya, hukufanya kitu cha manufaa katika hii dunia, huna maana, huna thamani, utakuwa umezidi wewe katika hii dunia. Tafuta jambo la kuwanufaisha ndugu yako, uwanufaishe. Kama kwa mali yako wafae, kama kwa elimu yako wafae, kama kwa fikra na mawazo yako na nguvu zako wafae, kama kwa utajiri wako wafae. Chochote utakachoweza kuwafaa ndugu zako Waislamu wafae nacho. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Mtu bora ni yule mwenye kuwafaa watu, yani watu wananufaika na yeye. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Na amali bora zenye kupendeza ni furaha unapoitia katika moyo wa ndugu yako Muislamu. Kuna watu hawajulikani isipokuwa kwa sifa ya kuwaudhi watu. Fulani huyo sasa hivi mtakereka, fulani huyo sasa hivi mtaudhika, na yeye mwenyewe anajisifia hasa, ukitaka kuwaudhi watu niite mimi. Ukitaka asema kuna wengine wanakodiwa, hasa wanakodishwa, yani kazi yao, unataka kutukaniwa mtu, mimi nipo hapa, kazi yangu mimi ni kukodishwa kwenda. Siku hizi kuna vituko, mpaka watu waliofiwa wanakodisha watu kwa ajili ya kulia. Yani machozi yetu yamekauka mpaka hatuwezi kuwalilia watu wetu, tunawakodisha watu. Ukitaka kulia kwa sauti ndogo kiasi fulani, ukitaka kuliliwa kwa sauti ya kati na kati kiasi fulani, ukitaka tulie mpaka tugaregare chini ardhini kiasi fulani. Kwa hiyo kila kilio kina hela yake. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ahabbul a'mali ila Allah, amali zinazopendeza kwa Allah, sururun, ni furaha, tudkhiluhu, unayoitia, ala muslimin, kwa ndugu yako Muislamu. Furaha, amali kubwa sana kuwafanya ndugu zako Waislamu wakafurahi. Kisha anasema, au takshifu anhu kurba, au kumuondoshea dhiki. Ukimuondoshea dhiki ndugu yako Muislamu umepata jambo kubwa sana. Au tatrudu anhu ju'an, au ikimbize, uiondoe njaa aliyokuwa nayo. Ikiwa na njaa sana, kamuondoshe njaa. Au taqdi anhu daina, au mkidhie na umuondoshe deni lake. Haya ndugu zangu ni mambo makubwa kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kayaorodhesha yote kwa pamoja. Anasema, waman masha ma akhin lahu fi qada'i hajatihi, atakayekwenda na ndugu yake katika kumkidhia haja yake,
akamuondoshea matatizo yake. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahran, kwangu mimi ni bora kuliko kukaa itikafu katika msikiti wangu. Wa ashara an-nabiyyu ila masjidihi sharif, man masha ma'a akhin lahu fi qada'i hajatihi hatta qada hajatahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra, atakaye kwenda na ndugu yake mpaka akamtatulia matatizo yake ni bora kuliko kukaa itikafu katika msikiti wa Mtume mwezi mzima. Kisha anasema tena, waman masha ma'a akhihi fi qada'i hajatihi hatta tatahayya lah athbata Allahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam, na atakaye tatua matatizo ya ndugu yake akaenda naye mpaka akamwekea kila kitu sawa, miguu yake haitoteleza siku ambayo miguu mingi itateleza, yani siku ya Kiyama atakuwa mtu mwenye furaha kubwa sana. Hii hadithi amepokea Imam Tabarani kutoka Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kama inaangaza jambo, inaangaza manufaa ya watu kuwafaa watu wengine. Waislamu sisi tuna kasoro nyingi sana katika maisha yetu. Mitaani kwetu kama hapa kuna wajane wasiokuwa na waume, ima wamefiwa na waume zao au wameachwa. Hawa wana maisha magumu sana. Ilikuwa ni bora kwetu katika vijiji kama hivi, mitaa kama hii, tuwe na orodha, ni wajane wangapi tuwe tunawasaidia, ni mayatima wangapi tuwe tunawasaidia, ni watu waliokuwa maskini wangapi tuwe tunasaidia. Lakini orodha kama hizi si hapa Bujumbura tu, katika miji mingi ya Waislamu hivi vitu hakuna. Kila mmoja nafsi nafsi. Kiuliza mfano msikiti huu au msikiti wa jirani au msikiti wote, muulize imamu yoyote, je, una orodha yoyote ya wanawake wajane katika mtaa wako? Nakwambia kila mmoja anaangalia hali yake. Twende msikiti wa huko Kinindo, Kinama, Jabe au uko Uterere au pahala popote, au Kanyosha pahala popote, au nenda huko Gitega au wapi, muulize imamu wa msikiti, una orodha yoyote ya mayatima katika mtaa wako? Kwani sisi tunafikiri dini ni kusali tunakuondoka zetu? Dini ni kufunga tu alafu basi? Dini ni kuwajali wengine, ni maisha ya kuwajali Waislamu wenzako. Ndio maana Allah akasema, araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamnauna al-ma'un. Kwa nini walivyotajwa walishaji katika mambo mazuri ni kutajiwa kwamba wako peponi? Naam. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwajali watu wengine, kwa sababu ya kuacha mtu kila kitu chake akawajali Waislamu wenzake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm walaqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma ij'alna minhum متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Sifa zote hizi kwa sababu walikuwa wanalisha watu, kisha naambia la nuridu minkum jazaan wala shukura. Mpaka leo wewe umelisha maskini wangapi nyumbani kwako? Umewalisha ngapi? Umewafutarisha wangapi? Zero. Unakula wewe tu, unakula na mara nyingine unakula mpaka unatupa.
pipani. Ukipita katika madebe ya takataka unaona kuku, unaona nyama, unaona vyakula vizuri vizuri vimetupwa pale. Yani hata hukuweza wewe kupeleka kitu nyumbani kwa wenzako, Waislamu wenzako wanalala njaa. Uislamu ni ukarimu. Kana Rasulullahi ajwada nnas wa kana ajwad ma yakunu fi shahri Ramadan. Mtume alikuwa mkarimu wa watu na ukarimu wake ulikuwa ukizidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hii ni tabia za Uislamu, mpaka wanafunzi wake, mpaka masahaba zake, ukarimu ndio wao. Naam, al-Imam al-Layth ibn Sa'd Abu al-Harith, mafkharatu Masr, Masri wanamjua vizuri, faqih. Bal Imam Shafi'i sema kana al-Layth afqahu min Malik ghaira anna ashabahu lam yanshuru madhhabahu. Yani kwa ni mwanachuoni mkubwa pale Masri. Miongoni mwa neema ambazo Allah alimpa Layth ibn Sa'd, yani alimpa vitu viwili vikubwa. Kana wasi'a al-ilmi wasi'a al-mal, kwa riziki anayo kwa wingi na mali anayo kwa wingi. Hela watu wamezoea, ukimwona mwanachuoni wanajua tu ni mlala hoi, kwa sababu wanadharau. Ukimwona Sheikh Nabate ana chochote, na akiwa nacho utaambia mwizi tu, anatuibia sadaka zetu. Yani kwa wao mwanachuoni hatakiwi kuwa nacho, lakini huyu amethibitisha kwamba alikuwa mtu mali anayo na elimu anayo. Tena wakati mwingine wanasema kwa mwaka alikuwa akitoa karibu 20,000 dinar. Dinari ni ujue ni za dhahabu, katika ile kharaji yake anayotoa akawapa watu. Sema siku moja alienda kwa Imam Malik kumzuru alipokuwa anakwenda haji. Imam Malik akampelekea sahani ya tende za ratab, kampelekea Layth ibn Sa'd sahani ya tende, akala zile tende, alafu akaijaza ile sahani alioletewa dhahabu, dirham za dhahabu, akamrudishia. Unajua kwa Kiswahili kwetu kama hii Ramadhani, jirani akikuletea muhogo, ile sahani wewe una nini, alafu unampelekea ndizi au pilau, yani exchange. Angalia, Malik kapeleka tende, yeye kaijaza ile sahani dhahabu, dinar za dhahabu kampelekea. Ni mtu mkubwa sana, mali zake nyingi sana alikuwa anatoa. Na wanasema siku moja alikuja mama akamwambia, mtoto wangu anaumwa, kwa hiyo naomba unipe asali kidogo, ametamani asali. Akamwambia ondoka mama. Kisha akamwita kijana wake akamwambia, angalia anwani ya nyumba yake huyu mama. Akaenda akaiangalia, akamwambia nimeiona. Akamwambia mchukulie 120 ritl, ratili 120, yani zaidi ya kilo 60. Yule mama alikuja na kichupa chake tu kidogo, anataka asali, akamkatalia, akampelekea kilo 60, yani ujazo pipa zima. Akamwambia mpelekee yule mama.